Mkoa wa Iringa una utajiri mkubwa wa vivutio vya utalii wa kihistoria. Kwa sasa, Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA imejumuisha baadhi ya maeneo hayo katika kitita cha utalii wa makumbusho. Miongoni mwa maeneo hayo ni Kikongoma. Hili ndio eneo lenyewe ambapo mama alijitupa, tunasema alikongomea huku ndani ya maji. Hapa ndipo alipojitupa mama Mkwawa. Kikongoma ni eneo linalosadikika kuwa mahali alipopotelea mama mzazi wa Chifu Mkwawa mnamo mwaka 1889. Kwa mujibu wa simulizi za kihistoria, mama huyo aliweka nguo zake juu ya jiwe ambalo hadi leo halijabadilika asili yake kwa zaidi ya miaka 200. Kisha akajitumbukiza katika kijito cha Kikongoma na kutoweka. Neno Kikongoma ni lugha ya Kihehe, linamaanisha kongomea, tokomea au potelea. Na hapa kwa Kiswahili tunapaita daraja la Mungu, tukimaanisha eneo hili lote mnaloliona na haya mawe na kila kitu ni sehemu ya asili ambayo haijatengenezwa na mtu yoyote. Lakini sehemu ya mto Ruaha imepita hapa na maji yake yapo chini ya haya mawe, ambapo hapa hutumika kama daraja la kuvuka kwenda ng'ambo ya pili, ambapo hapa ng'ambo ya pili kuna kijiji cha watu wanaishi. Kwa hiyo eneo hili lilijitengeneza lenyewe kwa ajili ya watu kupita na kuendelea kufanya shughuli mbalimbali, na ndio maana linaitwa daraja la Mungu kwa Kiswahili. Ila Wahehe huita Kikongoma wakimaanisha alipotokomea mama Mkwawa au alikopotelea mama Mkwawa, kwa sababu huku ndiko alikokuwa anatafuta dawa mbalimbali. Kama tulivyoona pale kwenye chemchemu ya maji moto, ndiko sehemu ya kuchota maji kwa ajili ya dawa, na ndani ya msitu kulikuwa na mimea mbalimbali kwa ajili ya dawa za kutibia magonjwa mbalimbali, na ndiko mama alikokuja kujitupa huku kwa sababu alitekwa na kijana fulani ambaye aliitwa Bwana Mwambambe. Alilelewa na mzee Mnyigumba au na mama wa Mkwawa kama mwanae. Yeye akapata wivu, kwa nini Mkwawa apate uchifu wakati mimi ni mkubwa kuliko yeye? Lakini Mwambambe hakuwa mwee, alikuwa ni Mnyamwezi aliyelelewa na Mkwawa kama ndugu yake, yaani alilelewa na baba wa Mkwawa wakiishi pamoja na Mkwawa kama kaka na mdogo mtu. Yeye akapata wivu, mbona huyu mdogo anapewa cheo? Alitegemea babu akifa ucheo atapata yeye kwa sababu alikuwa mrefu. Unajua watu wa Tabora ni giant, afu alikuwa na nguvu sana. Alikuwa anaweza akadaka mikuki 10 au mishale 10 akarudisha huko huko ilikotoka. Ndio maana aliitwa Bwana Mwambambe, jitu babe. Na baadaye yeye akapata sifa, akasema mimi ndo nitakuwa chifu. Kwa mzee Mnyigumba alimpenda sana huyo kijana, akawa anamtuma mambo mbalimbali. Baadaye akapata siri mbalimbali kwenye ile familia, akajua kumbe kuna dawa ya uchifu ambayo iliitwa Lihomelo. Nikipewa tu mimi ndo nakuwa chifu. Na ndo baadaye akawa anatamani amuue Mkwawa, yeye ndo awe chifu. Wazee wakamchukua Mkwawa na kumpeleka sehemu moja inaitwa Nzuguni. Alienda kulelewa huko Dodoma kwa mjomba wake. Alipokuwa kule ndo huyu Bwana Mwambambe akapata wivu, akamteka mama na kumwambia twende unioneshe hizo dawa au unipe hiyo dawa, mimi ndo niwe chifu kamili au niwe kiongozi kamili wa kabila la Wahehe. Mama alihuzunika sana, akamwambia twende nikakuoneshe dawa. Ndipo akafika eneo hili, akamuonesha maji moto ambao huwa anachota kwa ajili ya kutolea hizo dawa mbalimbali. Wakatembea umbali mrefu kama kilomita 1 tu hapo mbele. Ndipo alimwambia hizo dawa huwa anachukua huku, sasa sehemu ya siri ndio ninakochukuaga, ila tunatakiwa kwenda bila nguo. Walipofika eneo lile, mama akasema mimi navua nguo niende huko, we mwanangu utaniona mama yako. Na pia huyu mama alikuwa ni mama yake mkwe na huyu Mwambambe, maana alimuozesha binti yake. Mwambambe akasema hapana mama, we nenda na wamama wenzio ukanipe hiyo dawa ya Lihomelo, mimi ndo niwe chifu halali. Maana alikuwa chifu ila yani wa kusema amepokonya, sio rasmi, hajasimikwa. Mama alipofika eneo lile akavua nguo, kweli aliweka kwenye jiwe, na alipoweka kwenye jiwe akajitupa mtoni. Alikongomea, bora nife kuliko niuze utawala kwa mtu mwingine.
na ndio maana tukaita Kikongoma, ambapo tunasema tukifika eneo hili, sheria ya kwanza unatakiwa uchume jani, kila mtu achume jani, tukimaanisha kumuenzi mama Mkwawa, ndio tunavua nguo. Yaani kuchuma jani maana yake kuvua nguo. Sawa? Alafu tunaweka pale. Unaona hapo? Ndio tunaenda kuona sehemu yenyewe alitojitupia. Ina maana alivua nguo akaziweka hapa kwenye jiwe. Sasa sisi kwa sheria za sasa hivi hatuwezi fika tukavua nguo. Sasa hivi tunaambiwa ili tuoneshe tumemheshimu mama, tunaweka jani. Na ndio tunaenda kuangalia nyingine. Usipofanya hivyo unapotea au unazurika na jambo lolote hili. Na eneo lenyewe ndio hili. Na maana yule bwana alikaa maeneo yale kule, akaa anasubiri aletewe dawa. Mama akafika huku. Hapa ndipo alipojitupa mama Mkwawa. Alikongomea ndani. Baadhi ya vivutio vya kipekee vilivyopo katika eneo hilo ni pamoja na daraja la mawe maarufu kama daraja la Mungu, pamoja na chemchem za maji ya moto zilizopo kando kando ya jiwe hilo. Inaelezwa kuwa maji hayo yana uwezo wa kuchemsha yai hadi likaiva, na pia ndipo yalipokuwa yakitumiwa na mama wa Chifu Mkwawa kuchemshia dawa zake za kichifu. Hapa tulipokuja sasa, haya ni maji moto. Tunaita maji moto kwa sababu kipindi hicho mama wa Mkwawa alikuwa ni mganga kienyeji, kwamba alikuwa anaamini kwamba haya maji akiyapikia dawa zake, kwamba dawa zake zinafanya kazi, kwamba haya maji tukija kuyagusa mwenyewe hapo unaweza kuweka hata yai likachemka. Haya maji ni ya moto miaka yote toka enzi hizo mpaka leo hii. Kwa hata kama wewe una mikosi unaweza kuja ukanawa ukaondoa mikosi. Kutokana na historia na maajabu yake asili, eneo hilo la Kikongoma limeanza kupokea watalii na watafiti mbalimbali kutoka Ulaya na Asia wanaofika kujifunza historia, kufanya tafiti na kushuhudia vivutio vya kipekee vilivyopo katika eneo hilo. Hapa maji ukiyagusa hapa ni ya moto, ila ukienda mbele kabisa pale chini ukiyagusa ni ya baridi. Yani yapo aina mbili tofauti. Kwa haya ndio tunatumia kutengeneza dawa. Kwa unaweza kaenda wewe kwa ajili ya kuogelea, sijui kunao kufanya nini, lakini haya sasa ndio maji ya baraka.